Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 12 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikukaribisha kunako udondozi wa magazeti mbalimbali Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni 2024 hakuna uhaba wa madarasa TAMISEMI. Habari katika ukurasa wa pili. Mafuriko Christmas ufukweni Koko. Zanzibar kupata umeme wa baharini. Habari katika ukurasa wa 19. LATRA yavuna mamilioni faini mabasi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Ng'anzi sikukuu barabarani shwari. Habari katika ukurasa wa 3. Mabasi yenye hitilafu ya nasa stendi. Habari katika ukurasa wa pili. Taasisi 109 za somana kimfumo serikalini. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumatano leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Janabi, ukipata dalili hizi shtuka. Zimo za kupata kichefuchefu, kuhisi harufu isiyo ya kawaida na maumivu ya kichwa, akitaja kuwa ni viashiria vya hatari. Gazeti hili lina nukuu ya Profesa Mohamed Janabi kuwa na mafuta mengi mwilini, ugonjwa wa kisukari, kuvuta sigara na uzito kupitiliza ndio sababu kubwa zinazosababisha watu kupata kiharusi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Maumivu zaidi, bei ya saruji ikizidi kupanda. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili likiandika Dar es Salaam licha ya uzalishaji wa saruji kuwa zaidi ya mahitaji nchini, bei imeendelea kuwa juu, huku gharama za uzalishaji zikitajwa kwa chanzo. Kwa mujibu wa serikali, uzalishaji wa saruji nchini umefikia tani milioni 11 kwa mwaka, huku mahitaji ya nchi yakiwa ni tani milioni 7.5 kwa mwaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Jarida la siasa 2023 majaribio ya kidemokrasia kwa Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 13. Lakini pia gazeti hili limeandika ACT Wazalendo CCM waliamsha tena Zanzibar, utekelezaji wa ahadi za Maalim Seif Dr. Mwinyi wazua jambo. Habari katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika Netanyahu atangaza vita zaidi, atakiwa kuachia ngazi. Habari katika ukurasa wa 21. Christmas ilivyogeuka huzuni, wawili wafa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumatano leo. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bodi ya TIC yafunguka, utendaji wa Samia yaridhishwa na alivyoboresha mazingira ya uwekezaji. Serikali yaweka mipango kuhakikisha ongezeko kubwa la mauzo ya nje nchi. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Mwinyi eleza lengo la kujenga maegesho Malindi. Habari katika ukurasa wa 4. Wenye hospitali binafsi wameangukia Rais Samia ni kuhusu kitita cha NHIF, wasema kitasababisha wafunge hospitali. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi Mbeya wazuia mabasi 5 kuendelea na safari. Habari katika ukurasa wa 4. Misaada zaidi kumiminika Hanang. Habari katika ukurasa wa 4. Majira, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni mageuzi ya kimfumo kufanyika Wizara ya Ardhi. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali waonya wanaovamia hifadhi za barabara. Habari katika ukurasa wa 7. UN yasema mashambulizi ya Israel hayapungui Gaza. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19. Mvua za El Nino, mafuriko yasiyotarajiwa, tunajifunza nini? Habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kimaro agamea viongozi maslahi, awataka kuacha kuwaza uchaguzi, wajenge taifa la kesho. Habari katika ukurasa wa 2. Ripoti maalum Jongoe, kijiji kisiwani kisicho na huduma za uzazi. Habari katika ukurasa wa 4. Wadau wa siasa washauri watoto wanolewe, uongozi kuleta usawa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mikoa 15 yahadharishwa kunyesha mvua ya mafuriko. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika mabasi yazuiwa kubeba abiria sababu ya ubovu. Habari katika ukurasa wa 2. Akutwa amejinyonga kwa chandarua, madai ya kukimbiwa na mke mtoto. Habari katika ukurasa wa 7. Maaskofu DRC
waweka msimamo ndoa za jinsia moja, habari katika ukurasa wa 19. Gerard Japanda El Ittifaq, habari katika ukurasa wa 22. Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yatakiwa kuibeba riadha, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kishindo cha Rais Dr. Samia. Mwaka wa kishindo ni namna ambavyo kauli hiyo inavyoweza kuelezwa wakati tukikaribia tamati ya mwaka 2023 ambao Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kutekeleza mikakati ya kiuchumi, kisiasa na kijamii kwa maslahi ya umma. Utekelezaji wa mikakati hiyo iliyojikita katika nyanja za demokrasia, uwekezaji, uhusiano wa kimataifa, diplomasia ya uchumi, afya, elimu, barabara umeshuhudia ukipata mafanikio makubwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi kuzindua miradi ya maendeleo, habari katika ukurasa wa 6. Mziba pancha ajinyonga baada ya mke kumkimbia. Gazeti hili likiandika mkazi wa mtaa Ronsoti kata ya Nyamisangula halmashauri ya mji wa Tarime mkoani Mara, Charles Mbwanga amekutwa amejinyonga chumbani kwake, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Trilioni 11 kuifungua kiuchumi Kigoma, habari katika ukurasa wa 5. TMA yahadharisha mvua kubwa mikoa 13, habari katika ukurasa wa 4. Alonso kutimka Baka, habari katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maadhimisho ya miaka 60 ya mapinduzi. Dr. Mwinyi kuzindua uwanja wa Amani leo, habari katika ukurasa wa 2. Walimu, madaktari kuramba ajira, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wazee wahakikishiwa upatikanaji wa huduma bora za afya. Felix Shekedi aongoza kwenye matokeo ya awali, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 9. Harun eleza utekelezaji utawala bora, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kimenuka. TAKUKURU yatia mguu rushwa maeneo vituo vya mafuta. Makachero waanza kazi rasmi kumuhusisha waziri silaha. Wenye viti wa mitaa wafunguka mazito, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Matajiri wagombea vitalu Meatu ni kwa ajili ya uendaji wa wanyamapori. Yumo bilionea wa timu ya AC Roma, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Chipukizi CCM janga yatajwa kuwa vipaji vya watoto Japan yawe kwa mfano, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kifo cha mwanafunzi Linda familia ya charuka, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Raia Mwema limeandika wavuvi wajane Afrika kukutana Zanzibar, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bei ya vyakula sokoni haishikiki, habari katika ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, Jumatano leo. Lakini pia ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ng'ara tena kimataifa, uongozi wake wazidi kuweka historia, ni matokeo ya uzalendo, falsafa za 4R, habari katika ukurasa wa 3. Majeruhi mafuriko Hanang, wabaki 4 wa Tanzania watakiwa kuchangia vifaa vya ujenzi, habari katika ukurasa wa 4. Watumishi 8 Kilimanjaro kikangoni, RC asema, habari katika ukurasa wa 2. Misaada imeminika waathirika Hanang, habari katika ukurasa wa 2. Watoto wetu wafundishwa uzalendo, Dr. Mpango, habari katika ukurasa wa 3. Wagonjwa TB sugu Kibongoto wampatano Rais Samia, habari katika ukurasa wa 2. Bashungwa diaspora tuwekeze nyumbani, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kairuki wafungulia fursa wakazi Kilimanjaro, habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yaanza maandalizi makazi mapya Hanang, ni katika kutimiza ahadi ya Rais Samia kuwajengea watu waliopoteza makazi yao eneo kwa ajili ya ujenzi wa makazi la pata kitongoji cha Gidagamboni. Kufika tarehe 31 kazi ya upimaji inatakiwa iwe imekamilika na kukabidhiwa kwa halmashauri ili kuanza ujenzi, habari katika ukurasa wa 2. Mpango agemea utupaji watoto utoaji mimba, habari katika ukurasa wa 4. Baba Mtanzania aliyeuawa na Hamas ya wasili Israel, habari katika ukurasa wa 2. RC Chalamila
Dar es Salaam ipo salama, watu wachape kazi. Habari katika ukurasa wa 3. Uingizaji mbegu za mahindi soya kizungumkuti Tanzania Malawi. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumatano leo. Lakini pia ninalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maelekezo ya Rais Samia yaendelea kutekelezwa Hanang. Maandalizi ya ujenzi wa makazi mapya ya anza. Misaada mbalimbali yaendelea kupokelewa Hanang. Habari katika ukurasa wa 3. ZEC yajipanga kuandikisha maelfu ya wapiga kura Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Viongozi wa dini wahubiri nidhamu na uzalendo kwa watoto. Habari katika ukurasa wa 4. Mabasi 5 yazuiliwa kuendelea na safari Mbeya. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika huku Msuva kule Sankara, Gamondi kicheko asema tukutane Zenji. Habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nyota huyu aliondoka Yanga mwaka 2017 akiwa mfungaji bora wa ligi. Striker huyo ndiye kinara wa mabao wa ligi ya mabingwa Afrika kwa sasa. Mwanaspoti limeandika Benchika anawapanga kuhudumia Mapinduzi kufanya maamuzi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Faili la banda latua kwa Brazil. WPL kufunga mwaka na 5. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Zanzibar Heroes Stars ngoja tuone kirafiki saa 2 kamili usiku uwanja wa Amani Zanzibar. Rada kali. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Premier League leo Jumatano ni Everton vs Man City, mchezo unapigwa saa 5:15 usiku. Pata nakala yako gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Championi Jumatano leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni huu hapa: mtambo mpya wa mabao Yanga, mtaalamu wa mashuti assist aliyemleta Max Jangwani asimamia show nzima. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Benchika abidisha panga kimya, mashine 6 mpya zaongezwa Simba Sports Club. Bosi Simba funguka mapya ya chama. Pakome humwambi kitu kwa Aziziki. Inonga Shemalone kwenye mtego Simba. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simon Msuva afunguka dili lake Yanga. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Championi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika Benchika kutumia Mapinduzi kunoa makali. Yanga kambini kombe la Mapinduzi. Maxime ushindani chanzo cha makocha kufukuzwa. Habari katika ukurasa wa 23. Mwinyi mgeni rasmi Amani leo. Lakini pia gazeti hili limeandika filamu ya giza kuoneshwa kimataifa. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika Yanga kumtambulisha Msuva Mapinduzi Cup. Winga huyo afunguka lolote linaweza kutokea, lakini bado. Habari katika ukurasa wa 23. Simba Sports Club yaahidi furaha Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 23. Baka kutomongezea mshahara Lewandowski. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe michezo na burudani. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake nyuma habari za michezo na burudani limeandika Zanzibar Heroes Kilimanjaro Stars kuoneshana ubabe leo. Habari katika ukurasa wa 23. Azam FC kuendelea ilipoishia. Habari katika ukurasa wa 23. Francis Ngano ni safari ya mafanikio katika masumbwi. Habari katika ukurasa wa 21. Matokeo ligi kuu England, Nottingham 3 Newcastle 1. Wilder amtaka Anton Joshua. Habari katika ukurasa wa 23. Jumuiya wazazi CCM Kijichi ya tamba. Wawili kutimka Barcelona. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na hivi ndivyo ambavyo ninakamilisha dondozo ya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii leo. Asante kwa kutuchagua. Asante kwa kuwa nasi.